for today. He is one in this place. He is one in your life. He is one in your family. He is one in all every area of your life. He is one of our praise. One of our worship. There's none like him. Lord, we give you praise. Lord, we worship you. You're worthy, you're mighty. You're minister, Lord. We thank you for the blessing. We thank you for who you are. We thank you for everything, Lord, you've done in our lives. We praise, Lord. We worship you in this place. There's none like you, Lord. Kwa kuabudu Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuinue jina lako, maana peke yako wastahili Yesu. Asante kwa baraka zako katika maisha yetu mchana wa leo. Neno lako linaposema nasi, Bwana tubariki, Bwana tuelimishe, Bwana ponya wagonjwa, inua walio chini mfalme, katika jina la Yesu Kristo. We give you praise. We give you glory. In the mighty name of Jesus. Receive our praise and glory. Because Lord, you're worthy. In Jesus' mighty name. Kila mtu inua mikono yako tu. Tupatie Yesu makofi mazuri. Mchana wa leo. Oh, come on. Give me praise. Patie Yesu makofi mengine tena mazuri. Maana anastahili mchana wa leo. Oh, we give you praise. Lord, we worship you. You are worthy, Lord. You are worthy in our lives. You are worthy in this place. In the name of Jesus. Let's appreciate our worship team. Kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu. Wanapoketi. In the name of Jesus. Hallelujah. We are blessed to be here this moment. We're coming to you live. Those who are watching, following us on our Facebook page at Faith Life Ministries Kenya. We welcome you this service, and the Lord is going to bless you. I know your life will never ever be the same again, because we are here for God. We are here for Him. We came to worship Him. That is our purpose. We came here to worship Him. We did not come just to see how people are dressed and how people are appear this morning. We came to worship Jesus. He is worthy. He is all in our lives. Ni vyote katika maisha yetu. Asante mfalme. Let's lift our hands as we receive the word. Father, we thank you and we give you praise. I pray, Lord, as I minister at this moment, that the Holy Spirit will use me and will speak through me to the lives of your people in the name of Jesus. Those of watching us, Lord, from their homes, we pray for a mighty visitation, the power of God to manifest in their lives. Heal the sick, save those who are in bondage, and deliver them in the mighty name of Jesus. For your glory and honor. In Jesus' name we pray. And everyone say amen. Amen. Can we welcome the word of God now? In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. I would ask ushers, kama kawaida, make sure that everybody is settled and we are at peace, and so that we can be blessed together in the name of Jesus. The past maybe 3 Sundays or so, or 4, I've been teaching a series on the benefits of forgiveness, faida za kusamehe. Naamini kwamba tumebarikiwa. Na Mungu anazungumza nasi kutuambia let's walk in forgiveness. Because one thing that I also realized as I study the word of God, katika maisha haya unaweza kuwa na mambo mawili. You are either walking in the love of God, or you are either walking in bitterness. There's no middle ground. You are either walking in the love of God, or you are walking in hatred. You cannot walk in both love and hatred at the same time. James anasema kwamba kinywa ambacho ama ulimi unaotamka baraka haustahili kutamka laana. Maana anasema kwamba kisima akiwezi kutoa maji matamu wakati mmoja, na the same time in kisima kinatoa maji machungu. Haiwezekani. That's the nature of life. It's not possible.
And so he's speaking to us about how we can use our tongues. James chapter 3. Now in our first service, mtumishi ambaye amezungumza hapa, Pastor George, he spoke something to do with about the what comes out of the mouth is what is in the heart. Yes. In Proverbs, someone says, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana ndani ya moyo wako ndipo kunatoka chemichemi za uzima. Anasema tena kwamba Proverbs 18 kwamba the power of life and death is the power in the power of your tongue, what you're speaking. And the man of God says you cannot give what you don't have. Kila ambacho kimejaa ndani yako ndicho kitatoka. And in my work of study in the area of forgiveness, walking in forgiveness, I'm finding so many blessings kwa mtoto wa Mungu anapojifunza kutembea katika msamaha. Am I talking to you? Yes. Kuna faida nyingi sana kwa mtoto wa Mungu anapotambua umuhimu wa kutembea katika msamaha. Amen. There are so many benefits to you, child of God, if you learn to walk in forgiveness. Blessings from natural life, your physical life, your health life, your spiritual life, your emotional life. They are all surrounded by the kind of life that you choose to live. And I would urge you today, choose one thing, to walk in forgiveness. Amen. Chagua kutembea katika msamaha. Kuna baraka nyingi. Now, I continue today to deal with the root of bitterness. I'm not dealing with the branches. Maana ukidili na branches, hiyo kitu itamea tena. Tachipuka. I'm not dealing with the leaves. I'm not dealing with the branches. I want us to deal with the roots. Maana ukidili na mti kutoka katika mizizi yake, mtu umemalizana naye. So I want us to believe God. Open your heart so that Jesus can do a sanctuary from the roots of our hearts. Amen. Kabisa. Yesu afanye upasuaji ndani ya mioyo, shina, mizizi ya mioyo yetu. Nini ambayo inasumbua? Maana maandiko yanasema kwamba uangalie sana, usikose neema, usipungukiwe na neema. Na shina na uchungu lichipuke ndani yako, ili isije likakusumbua. Wacha nikwambie, kuna watu wengi wanaoishi maisha sasa wanaosumbuliwa na uchungu na bitterness. Bitterness inasumbua what? Maisha. Let's begin with Hebrews chapter 12. It's a scripture that we've read here, and good that we go back there so that we can learn what God says to us. Waebrania 12 kuanzia mstari wa 14 na 15. Na yule aliye na Biblia ya Kiswahili anaweza kunisomea tafadhali. Hebrews 12 verse 14 and 15. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Shina la uchungu lisije likachipuka na likawasumbua. Bitterness inasumbua watu, imekosesha watu amani. Now, angalia verse 14. Let me read. So, nasema, for peace with all men. Tafuta sana kwa bidii uwe na amani na watu wote. And holiness, which no man shall see, without which no man shall see the Lord. Tunafuta sana kwa bidii tuwe na amani na watu wote. God knew it is not easy to be at peace with everybody.
Maana kuna watu hata ukiextend forgiveness to them, they are not ready. But wewe umefanya kazi yako. You have done your part. You have forgiven them. But some people will forgive them and they are not ready to accept the forgiveness. So you let it go and you move forward. You don't stay there. That's why the Bible says, follow peace with all men. And holiness without which nobody can see God. Verse 15 says, looking diligently. Hiyo ni neno ingine maana inamaanisha bidii. Verse 15. Looking diligently. Inamaanisha bidii. Lest any man fail of the grace of God. Unaweza kosa mambo mengi katika dunia. Unaweza kosa urithi wa shamba la baba yako. Lakini kuna kitu moja wapendwa mchana wa leo usiende kukosa katika maisha. Don't fail from the grace of God. Amen. You know, grace will usher you into all things that you need. It is favor. When we're talking of grace, we're talking of the favor of God. The favor of God. Kibali cha Mungu. Ukiwa na favor, you are accepted. If God's favor is upon you, you are accepted wherever you go. Amen. Spirit of rejection inaondoka. Because the favor of God is upon you. He says, look then to let any man fail from the grace of God. Now, if you fail from the grace of God, the root of bitterness will spring up and trouble you. I'm believing God will deal with the root. With the root of bitterness. You know what I'm talking about? I don't know. The root of bitterness. That's what we need to deal with that. Kwa sababu ikikosa kushughulikiwa itachipuka. That's why nasema kwamba I'm not just here to deal with the branches. Because hata mti ukikata matawi yake, kesho utapata inaanza kutoa mengine. Sikuna miti tulikata hapa nje. Hata Shedi ndiye alikuwa anakata miti. Angalia zingine zimeanza kutoa buds. Hapo mwa chini akilikata hivi itachipuka na itamea tena. Kwa hivyo hiyo ni temporary solution. We are not here to look for temporary solutions. We are here Jesus to do permanent work in us. Kazi itakayodumu ndani yetu. Amen. Tuko hapa Mungu atufanyie kazi itakayodumu katika maisha yetu. Amen. Ujifunze msamaha leo ili mwaka ujao uwe unatembea katika msamaha. Unasema kwamba mchungaji alitufundisha series about forgiveness and the benefits of forgiveness. Today, 5 years to come, you are walking in forgiveness. 10 years to come, you are teaching other people about forgiveness. Oh, yes. We are not here to look for temporary solutions. Ile apasa asubuhi anasema kwamba kama wewe ni mgonjwa uko na TB ni 500, kama wewe ni kichwa inakuuma ni 50. We are not here to look for temporary solutions. We are here to trust God to do permanent work in us. Yes. Hallelujah. Mungu afanye kazi ya kudumu ndani yetu. Upasuaji ambao utakuondolea shida zote. Tunazia watu wanafanyia upasuaji wa moyo. Maana moyo inasema ilikuwa ipiki mzuri. Inapiga mbio inaenda slow. Sasa ameenda amesawazishwa, moyo inastahili kupiga vile inastahili, sio? Shida imeondoka. Sasa naongea kuhusu mambo ya kiroho. Mungu afanye upasuaji ndani yetu, aondoe mambo yanayosumbua, shida za kiroho siondoke permanently. Amen. Permanent solution. Hallelujah. Amen. Now 15, looking diligent, lest any man fail of the grace of God. When you don't understand grace, when you have unforgiving spirit in you, it means your eyes are not on Jesus. Because when we look at Jesus, Ephesians 4:1, he says,
forgive one another. Because God, through Jesus, forgave you. Kwa hivyo, mtazamo wangu wa msamaha ni Yesu. Mtazamo wangu wa msamaha anapo extend forgiveness na mtazama Yesu. This week I read a story. I'm talking about kumalizana na mizizi ya uchungu. To deal with the roots of bitterness. I read this story of a woman. A woman who died at 92 years old. Her name, I wrote it down. Her name was Jenny. Jenny. Jenny was 92 years old when she died. And the story was really like this. For 50 years, she told the story over and over time about her sister who refused to give her some money to buy a pair of shoes. For 50 years, Jenny was speaking about the same story about her sister who did not give her money to buy a pair of shoes. I'm talking of for 50 years. Jenny was speaking the same story about her sister. And she died at 92 years. One thing that I learned from this story is that, in other words, the details about this story, about her, is that what comes clear, loud and clear from her is that she would never forgive her sister. 50 years. Jenny was speaking about the same story. In other words, the story narrates and says, the story about her sister had become part of her life. Ya kwamba anapoinarrate it's just like it happened yesterday. When she replays it. It happened for about 50 years before she died. It had happened 50 years before. That means maybe it happened, I don't know when she was 42 or 30 something, I don't know. But for 50 years, she kept talking about her sister. Dada yangu alinyima pesa ya kununua kiatu. It hurt her so much that she would never forgive her sister. The story had become, she had replayed it over and over in her mind, in her heart, until it had become the part of her life. That tells me one thing. When we are talking about bitterness, it's very simple to just know somebody who's bitter. And I don't know, I believe God has a purpose, because on my daily walk here around, I'm meeting people who are hurting, people who are bitter about life. Yesterday, I was with my guest pastor, and we walked out of an hotel. Tulipotoka nje, we met one of elders, mzee mmoja tukakutana naye, and he began to narrate how a certain man of God messed his life. And it's not something that happened yesterday. But he talks, akazungumza story, vile alikosewa, vile amefanyiwa, vile watu wamemfanyia, until to a point, watu wakaanza kusimama kando. Kwa sababu anaongea kwa sauti kubwa. One thing that came to my mind is that this man is bitter. And I talked to him and I told him, can you choose to forgive him? And now, mimi sina shida. That is the wrong perception about forgiveness. Kama umekaa mahali unasema kwamba wewe ndio unastahili lele, mimi sina shida, uko nayo na usingoje akutafute. Usingoje akutafute.
Na akaongea. Unajua unaweza beba vitu katika moyo ikuumize kiwango cha kwamba unapozungumza unaondoka kwa dunia hii, unasahau kama uko na watu. Kwa sababu I was so much concerned because people began to stand around us wasikize vile anatuambia. Na unajua tulianza story watu wangapi? Lakini hata kwa watu wengine. Kwa sababu anaongea how bad things are, how bad men of God are, how bad the pastors are. Anasema na nyinyi watumishi wa Mungu muangalie kuumiza watu kwa sababu ameumia. Lakini one thing, let me tell you. So many people right now are living in something I call self-denial. Wamekataa kukubali kwamba wamekosewa. They have denied the facts. Praise the Lord. Self-denial. They are living in denial. They are living in denial. Ya kwamba ulikosewa lakini hata kukubali kwamba kabisa ameumia, hata kukubali maana maybe in one way anaweza kuonekana ako weak ama is not strong man. No, that one will not help you. People are living in denial about issues of forgiveness. They are living in denial about walking in bitterness. Denial. Then umekataa kukubali. One thing, if you need help from God, child of God, hata wale mnaotazama hili, kwamba kama unahitaji msaada wa Mungu, kubali ya kwamba kabisa waambie Mungu, God, I'm in bitterness. God, niko na shida ya kusamehe. Kubali kwamba unahitaji Mungu. Yes. Hallelujah. Shida inaingia wakati unapokataa kwamba unahitaji Mungu. Nasema unaambia mimi ni Moses, sasa nikionekana nikiombaomba watu msamaha, nikisema msamaha watu wananichukuaje? Wewe utakaa na shida. Sasa unaniambia mimi ni askofu, sasa siwezi kuita pastor yangu nimuombe msamaha, ataniona mimi nimeshuka. Lakini unaumia. Watu wamekataa kukubali kwamba wanahitaji. Accept that you are in bitterness. Number one. If you want to walk in freedom, deliverance, freedom from bitterness, accept that you are out. Kabisa kubali kwamba kabisa umeumia. Unajua Mungu anajua. God knows you. Psalms 139. Let's go there. Let me show you this. Psalms 139. If you can open with me quickly, please. God knows. He knows what you are going through. He knows everything about you. Zaburi 139. David anasema kwamba Lord, you have searched me and known me. Si Mungu anakujua. Wewe hata ukipondoa uteme mimi sijaumia. Umepaka lipstick. Now ya kufunika. Sikiza. Anasema Lord, you have searched me and you have known. What does it say in your Bible? Kiswahili anasema Bwana umenichunguza na kunijua. Bwana umenichunguza na kunijua. Can you just raise up your one hand, mkono wako wa kuume. Sema asante Bwana kwa kunichunguza na kunijua. When you are bitter, when you are hurt, God knows. Mungu anajua wakati unaumia. So wacha kufunika useme basi mambo iko sawa. Kali iko sawa, kale mstari wao unafuata. Angalia vile maandiko yanasema, you know my down sitting and my uprising. You understand my thoughts afar off. Kiswahili nasemaje? Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umenifahamu wazo langu. Kristina Shusho ameimba huo wimbo. Kutoka katika kile kifungu cha 139. Soma Kiswahili mstari wa pili. Wewe wajua, Kiswahili nasemaje? Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Yaani Mungu anajua kuketi kwako. Anakuangalia unapoenda nyumbani umeketi. Anajua kuketi kwako.
Na unapoamka na kwenda. He knows. Fahamu wazo langu tokea mbali. Na mfahamu mawazo yangu tokea mbali. Hakuna kitu kimefichika kwake. Mstari wa 3. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Umeelewa na njia zangu zote. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana. Amina. God knows it all. Can you say with me? God knows it all. Can you say that? God. So stop hiding yourself under the curtain of hypocrisy. Ya kwamba ulikosewa lakini unasema lakini pastor ametupaka mafuta. Wacha mambo ya kupaka mafuta, chukua hatua. Na naweza kupaka mafuta ama kumwagia maji hata kama imetoka wapi. Ati upate usuluhisho. We want to deal with the problem. Na nimekuonyesha leo, nataka nikuonyeshe kwamba Mungu anafahamu. Unapolia, unapoumia, moyo wako unapoumia, Mungu anajua. Wangapi umeshaumizwa hapa na watu? Wewe kama hujaumizwa, wewe mtu wa Mungu. Wangapi umeshaumia moyoni? Na watu wanaumia. People are broken heart. People are wounded. So and so promised, wanted to marry you, but they dumped you. Na sasa sio upande ati msichana amedambiwa, hata sasa vijana wanadambiwa. Both of them are dumped. Wasema na niliumia moyo na nikafanya uamuzi mmoja. Kwamba katika maisha yangu sitawahi olewa. Kwamba katika maisha yangu sitawahi hoa. Mimi nitakaa hivyo bachelor. Miaka 60. Sasa ni wanaulizana, huyu mtu yuko familia? Huyu mtu yuko watu wao? Hakuna. Alikuja duniani solo, lakini kwa sababu kipindi cha maisha akilipoumia, akakata tamaa akaumia. Na naongea na watu pia wanaopitia mambo kama haya. Wacha nikwambie, kukataliwa watu wanaweza kukataa, lakini as long as Yesu amekubali, bado unajua bado lipo tumaini. Yeah. Wasema kwamba hapana basi amrashi, mimi I want to marry when I'm 20. So what? There are people who have waited. People have waited on God. Kuna mzee mmoja kule kwetu kama tunasema tena wa mundu no bala weka. Wa mundu. Wana mungu saa 6 na wote ni wako. Yaani mapema ya mtu ni pale ameamkia hata kama ni saa 6, hiyo ndio mapema yake. Kwa hiyo kama amefunguka akiwa 50. Sawa. Lakini sasa sema vile watu wanasema si bora. Vile watu wanasema si bora nini? Sasa sio bora uhai. Tunataka kuishi maisha kulingana na Mungu. I want to fulfill my purpose here. Sio bora uhai. Yaani bora umeamka na unaona nje. You need to live a life of a purpose. Yeah. Kama unajamii unajua kwamba kesho wao watoto wanaenda shule na baada ya masomo ya msingi wanaenda high school. Kutoka high school wanaenda college, university. Baada ya hao ni kutafuta kazi. Baada ya kufanya kazi. Usikao ukiona mtoto ameingia PP1, ameingia PP1 sasa unaanza kutembea kwa barabara ukiambia watu sasa wewe umekuwa mzee. Ama unaheshimu mimi sasa ni mzee. Na mtoto ndio ameenda PP1. Wewe forget more ideas. There's much more. Yeah. Kuna mambo mengi mbele hapa Mungu ametuwekea. Sio mama kupeleka mtoto pigwa, thank God ameenda pigwa, lakini sasa kukwama hapo ati mimi kila kona mimi naongea nikuwa mzee. It won't help you. There's more in this life. But kuna mshipi, kuna nanga moja ambayo imezuia watu kutembea katika breakthrough.
In fact, hata ukikosa kusamehe, Mungu anasema hata kusamehe. Kwa hivyo hata ukiomba hapa shekea leo na mtu ambaye amekwaza ndiye huyu, hata network inapotea kwa sababu kuna kitu haujafanya sawa. Maandiko yanasema unapo hata kwenda kwa maombi na kutoa sadaka, Yesu anasema na unakumbuka kwamba kuna kitu ambao si sawa, enda kwanza tengeneza njia zako na huyo mtu, alafu utoe matoleo yako. It talks of worship. If you realize your ways, something is not okay, before even getting into worship, tengeneza njia. The Bible teaches about forgiveness. If you don't forgive your brother, your sister, ambao unamuona hapa, Mungu hata kusamehe. I pray that the Lord will help us. Mizizi ya shida na uchungu, the root of bitterness, ndani ya mioyo ya watu. Leo tunaomba maombi. Ndio najua kwamba sasa wangu nyumbani nimeona pale kitchen karatasi imewekwa kwa ukuta. My lifestyle, forgiveness is my lifestyle. Hiyo ni kwamba mtu hata akipika chai inakoroka kweli. Anapika ugali. Anapika ugali akisoma forgiveness is my lifestyle. Hata hili iungue lakini ile ingie ndani. Forgiveness is my lifestyle. Usome unapotoka, unapoingia. Msamaha ndio tabia yako. Najua hii wiki umekosa. Hata wengine wamekosa saa hii. Hata wengine wamekosa leo, wamekosa asubuhi. Akiingia kanisa wengine wamekosa kusema wana kanisa hizo nini? Ondo newe tangono. Dali the way nasikia moyo. Hata kanisa sieje. Na ukiuliza what's the issue, ukiambiwa hata vile unahitaji kuchangia, unanyamaza na unaanza kuimba tu haleluya. Kwa sababu wacha nikwambie kitu moja, unapokosa kutembea katika msamaha na unaruhusu shina la uchungu izame katika moyo. Now one thing with bitterness is that bitterness starts out small. Shina la uchungu inaanza pole kidogo, au litambui. Na kama mzee jana anasema, mimi sina shida na mtu, mimi nisamehe. That's not the truth. Maana I could see bitterness in his heart. Na bitterness sasa hata watu ambao hawakuwa ndani unawaweka wote kwa nyungu moja. Ni mtu mmoja alikukosea, lakini sasa ni kijiji yote. Mzee alikukosea, lakini umeweka kijiji ya kwenu yote. Unasema hata watu wa huko kwao si watu wazuri, lakini mtu mmoja alikukosea. Sasa hiyo familia si watu wazuri. Usijaribu kuachilia msichana wako olewa hapo. Zimesikia hiyo vitu. Usiruhusu msichana wako olewa kwa hiyo familia. Watu wa familia ni watu wabaya. Lakini ni mtu mmoja aliyekupasa. Lakini kwa sababu ya umeachilia uchungu, shina la uchungu limezama. Sasa kila mtu yote wa hiyo kijiji ni mtu mbaya. You know when the devil gets the platform. Ephesians 4:26. What does the Bible say? Somebody read for me quickly. Ephesians 4:26. Before we get back to mwenye na hasira ila msitende dhambi. Jua lisiche na uchungu wenu bado haujafika. Mwe na hasira lakini msitende dhambi. Jua lisiche uchungu wenu bado haujawatoka. Na uchungu wenu bado haujawatoka. Now I think if you got me clear when I taught on that. I told you when the Bible says usiache jua litue kama bado una uchungu.
sikumaanisha kwamba umekasirika asubuhi sasa unangoja saa 6, saa 10 unasema bado jua tu. Bado mimi nakasirika. Saa 11, saa 12 unasema bado jua. Sasa ikizama unasema ndio sasa Mungu anaachilia. It's figurative. Na inamaanisha kwamba usikae, usiachilie hiyo uchungu. Shida la uchungu ni sana katika moyo wako. The point is, jua likitoka asubuhi, saa hii is almost sangapi? Almost 12:30. Usiku utaingia tu. In a short hours, few hours itazama. So don't let it sink in your heart. Usiachilie. Just listen. 4:7 inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Naongea hapo ya kwamba unapotembea katika kutosamehe unampatia shetani nafasi. Ukimpatia platform ataanza kukuhubiria. Na anaanza kukuhubiria kuonyesha vile watu ni wabaya, vile watu wote ni wabaya, vile watu wamekosea, vile watu wamefanya. Are you with me? Yes. Are you with me? Yes. I've heard statements people talk about issues of life and the way mtu alikukosea, so you classify everybody up. I've heard women tell their daughters, usiwahi kaolewa, wanaume wote ni wanyama. Those are signs of a bitter heart. Something that happens, you are still carrying. Now, I'm saying this. Bitterness starts out small, but it finds its way in your heart. We begin to replay it. That's why I deal fast. Na hiyo kitabu ya moyo. Ya moyo nikuambia sasa, now you need to tukararua hapa hizo vitabu. Na tukachukua kitabu kingine ambacho inasema forgiveness is my lifestyle. Now katika hiyo kitabu unaanza kuandika mambo sasa. Unaenda 1 Corinthians 13. You learn about love, the character of love. Love is patient. Upendo aweki rekodi za mambaya. Upendo wa Mungu. How people say? Wasiweka no wanyama. I'm not an animal. Don't classify me. But because of bitterness, you classify everybody. Kwa hiyo, nasema, what? Kwa hivyo, ukimwona, ujue, this is an animal. Just, ni nguo tu. Ni trouser tu, ni kutembea. This one, no! Let me tell you one thing. There are good men. There are good men who can build up a good family. Amen. And raise children in the ways of God. Amen. And vice versa, hata wanaume. Kuambia vijana hao, usikimbie wanawake. Nimesikia. Wanawake ni moto kote mbali. Unaota ukiwa? Moto iko huko lakini unasikia tu ukiwa pa. But I've come to tell you, there are good women, young men, there are good ladies who fear God, and they can be good wives in the home. So mind your language, child of God. Mind your language. Unapoongea vitu vingine, wacha kuongea vile dunia inaongea. Hiyo ni utamaduni. Tulikuwa tunaambiwa vitu vilikuwa inazungumza na wazazi wetu hawakujua Mungu. Sasa usiwe unaongea kama wao. Change your language. Because when we come to God, when we come to Jesus, we learn Colossians 4:6. Maneno ya kinywa chako yakolee chumvi na ijawe na neema, ujue kujibu kila mtu. You don't just talk like anybody. Don't just talk like our forefathers ambao walikuwa wameamini uchawi na uganga. No. Talk like a child of God. Bwana Yesu asifiwe. We are living in a generation ambayo inasema kwamba issues of marriage. Siku hizi ndoa haiwezekani. Na unakalisha na kikosi ya wasee wanakuambia kijana, unataka kuoa? Ndoa siku hizi hakuna hata ukakomboa nyumba huko Kandisi.
urumu na ukanyanga kibarua ukijipikia. Utakaa na amani. That's a lie from hell. Marriage was instituted by God. Family was is an institution ambayo Mungu aliweka. Kule mwanzo Genesis. Ni plan ya Mungu. Family ni plan ya God. Changamoto inakuja kwa sababu watu sasa wanapitisha. Let me tell you. Number 1 is a child of God, relationship yako na Mungu. Number 2, relationship yako na familia. Mambo hiyo mengine, kazi yako, kampuni yako, kanisa, inakuja huko namba 3. Lakini watu wanasema mimi napenda Mungu, alafu anaweka namba 2 kazi. Ama kama ni pastor, anaweka kanisa namba 2. Na familia namba 3 huko. Haikui hivyo. Mungu kwanza na familia. Mambo mengine kama ni church, huduma, kampuni, kazi inakuwa namba 3. Lakini kuna watu wamepitisha hata kazi mbele ya family. Mzee hapatikani. Kama ni simu ile kama mama kanaongea. Mteja. Wakati wanahitajika. Naongea na wewe. Ujue hiyo hesabu, hiyo formula inaendanga hivi. Ukiimeza hiyo hesabu huwezi pata. Tuko pamoja? Don't sacrifice your family for your work, for the church. No? In fact, Jesus died for the church. Sitaki kukufa mimi sababu ya kanisa. Hapana. Nenda kufa mwenyewe, kanisa alikufa. Akafufuka siku ya 3. Sasa mimi nikufa. Hata niko mfungo wa siku 50. Niko mfungo wa siku 50. Au kuli. Unasema lazima nitese mwili ndio Mungu aonekane. No. When you understand the principles za Mungu, kazi unafanya rahisi. Anaongea na watumishi hata wengine wako na ulcers kwa sababu ya kubeba mzigo. Ni huduma. Mwenye huduma alikufa na akafufuka. Wewe fanya kazi ile ya kuitia. Kama isongi mzuri, mwambie hii kitu ya kazi yako hii iko na shida na kuhitaji. You don't need to die because of the church. Jesus died once and for all. I say Jesus died and once for all. Yeah. Tuko pamoja? Yeah. Tuangalie Psalms, tuendelee mstari wa 4. Nataka kuonyesha kwamba Mungu anakufahamu, anafahamu uzito, anafahamu machungu ambayo uko nayo. Kwa hivyo usije ukajificha. Kwenda kwake mwambie kabisa, Mungu, wewe unajua vizuri. Mimi na my mother-in-law tuko kama makasi, tuko hivi. Tengeneza njia ya kuleta amani na uwiano. Ukianza kujua si Mungu anajua kama wewe na mother-in-law amosikiza au muongeleshani na uko hapa. Hata wewe unaotazama ukifikiri wewe ndio safi kabisa. Nataka nikuambie kitu kimoja. Kama unajua mambo si sawa, mwambie Mungu. Psalms 1:3 tuendelee. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Hakuna neno ulimini mwako Mungu asilolijua. Hiyo ni mstari wa 4, si ndio? Tunaona mstari wa 5. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono. Yaani mbele na nyuma Mungu hapo na juu amekuwekelea mkono. He knows you. Even now, if you are bitter, if you are hurt, kama umeumia, your heart is wounded, God knows it. He knows it. The Lord knows about it. He says, I know you have searched me. And unajua kwa search is to yani unachunguza. God, Mungu amechunguza moyo wako. He has searched me and you have known me. Na Mungu anakujua. Hata wale wanasema mimi nakuwa hot temper, mimi nakuwa hot temper.
yani tema unakuwa short circuit. Ni kama yani ukifanywa kitu namna hii umeruka umeongea kila kitu. Mungu anajua. He knows. Verse 6. Such knowledge is too wonderful for me. It is I do not attain to it. Verse 7. Where shall I go from your spirit? Where shall I go? Or where shall I flee from your presence? And some people are trying to look for temporary solutions. Wewe unajua kabisa na unaongea na watu hapa ambao wana watch hii and people who are watching this, you are trying to look for temporary solutions in this life, in running away kutoka running away from finding a solution ya msamaha. Unakimbia unasema nataka ule mganga atanipea dawa ninyamazishe my mother in law, nimunyamazishe. Nikifika hapo nikitana anaitika. These things happen. These things are there in this life. Temporary solution. What do you need to ask God today? God, give me grace. Kama kuna mahali mambo hayaksi sawa, give me grace to handle them and the wisdom. The wisdom. The wisdom. Stop living in denial. Ya kwamba mimi pastor ndio umefundisha zaidi, si mtu wa kuumia ovyo. Na ukinguzwa kidogo unaanza kunarrate story. Unaanza kunarrate issues. Stories. Kusema how things are bad. How vile watu wamekosea. Now, a bitter heart, let me tell you, a bitter heart is a bad poison. Moyo ulio na uchungu ni sumu baya. Na inaweza kuanza kuambukiza watu wengi. Kama ni mama, watoto. You raise children in the environment of bitterness. Mtu wake miaka 5 ashikiki. Kali kuliko nyuki. Uchungu. Maana unasema katika moyo. Ndio nakwambia kwamba bitterness starts out small. Kidogo tu naruhusu until now ina grow to something we call resentment. The worst point. It doesn't matter your heart is bitter. It doesn't matter there's resentment in your heart. What I'm praying today, God, heal your children. Mungu, ponya watoto wako. Ponya watoto wako. Ponya watoto wako. This is a beautiful psalm. Let me. The Lord talks about is the healer of in Psalm 147. God says these words. He heals the broken in heart. And he binds up their wounds. Mungu anaponya mioyo iliyovunjika na vidonda vya mioyo yao. Mungu anaponya. Psalms 147 verse 3. Are you there? Read of it, Kiswahili, in Swahili. Uwaponya waliopondeka moyo. Uwaponya waliopondeka moyo. Na kuziganga jeraha zao. Naongea na watu ambao wana majeraha. Majeraha ya neighbors, majeraha ya family, in-laws, majeraha ya watu wenu, majeraha ya friends. Mungu anasema, he will bind up your wounds. He is the one who does. I'm here to teach you, but God will heal you. Niko hapa nikufundisha, lakini Mungu ataleta uponyaji katika moyo wako. You are looking at the past because bitterness always will take you in the past. Tuonyesha. Na unakumbuka, that's the work of the devil, 4:27 of Ephesians. Wala usimpe shetani nafasi. Maana ukimpa atarudi. Ataingia, atapata nafasi.
The devil will always remind you of your past. Are you with me? How people were bad, how people did to you, what bad things people said about you, is all what devil takes you back. Anaanza kukumbusha na anakuonyesha neno la dunia, anakuambia sasa Biblia yako inasema hivi. Watu wote ni wabaya. Siamini mtu. Simesikia hivyo. Trust in no man. Me, I will trust my people. I trust my wife. I trust my children. And I will trust you. Baba, you will not fail me. So don't buy to the doctrines of the devils. Telling you don't trust people. How will you live in this world without trusting people? Ya kwamba uwezi acha kitu yako hapa. Ati usahi umeacha hapa na imeenda. Sasa unasema hapa kwa kanisa. Na that's why hata nashangaa tukienda maombi mali unaenda Katoloni kwa sema. Announcement number 1. Mchungaji umekuja maombi. Take care of your belongings. Chunga simu yako. Chunga Bible yako. Unashindwa hii announcement number 1 ya kuchunga vitu yako, na sisi wote hapa mitume wamekutana huku kuita Mungu. Lakini chunga nini? Take care of your belongings. Sio unaweka simu hapo unazama kwa maombi. Ati wote ni mitume. Itaenda na mtu ambaye amekuja maombi. Na umetana na maombi, ameomba, amesweat, ametoa mate. Lakini hapo na simu yako. Hapo niambie unaishi dunia gani? Lord help us. Let's look at this scripture in Romans. God knows you. He knows you very well. Kabisa wanawaka wanajua. So usimfiche Mungu. Romans 12:18. Read for us, please. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Endelea. Mpaka 21. Wapenzi, msijilipize kisasi. Bali isheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa. Na tutuvika hapo. Kuna mtu anasema, "Pastor, nataka hiyo explain vizuri." Hiyo verse 20. Yaani ikiwa adui yangu hapo na njaa nimulishe. Unasema, "Pastor, kwanza simamisha. Ebu explain." Explain hiyo. Ndio explain. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe. Akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyavyo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. 21. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hallelujah. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hallelujah. Sasa watu wengi watu wanajua hiyo ifanyani kazi. Ubaya inakuja wa chini wanasema wanafufia verse 9. Now let's start. If it is possible. Now listen, this is the word of God. If it is possible, be at peace with all men. If it is, yani ikiwa inawezekana, kaa na amani na watu. God knew kuna kazi hapa ya watoto wangu kufanya. Lakini if it is possible, kaa na amani na watu wote. Ambapo pili, dearly beloved, nasema, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. That's God says so. I will repay, says the Lord. Leviticus 19:18 and other scripture. Now, he said,
do what? Avenge not yourself. Usilipishe. Sio inasema? Usilipishe mabaya kwa ubaya. Ndazizo? Wapenzi, msijilipize kisasi. Msijilipize kisasi. Bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Just let it go. Unajua hata watu wakikosea, you have a choice as a child of God. Now we are winding up. Watu wakikosea, watu wakikuhurt, watu moyo ukiumia, wewe uko na uamuzi kama mtoto wa Mungu. Na uamuzi wa mtoto wa Mungu ni kusema Ephesians 4:31 and 32. Forgive one another. Jinsi vile Mungu kupitia Yesu alikusamehe. I'm looking at Jesus. I'm not looking just at several things. Maana kama ni kuumizwa, maana andiko umetuambia 147 of Psalms verse 3 ya kwamba Mungu kioponya mioyo iliyopondeka. Na vidonda Mungu anaziganga. He heals them. Unaweza kuumia. Na tumeumia. Na watu wameumia. Now the issue is not to stay there. Ukiuliza mbona ushirika uende? Mimi nilisikia tu nilikwasika tu. Mimi nilikukwasa. Mimi nilisikia tu moyoni nasikia tu hisia zangu tu inasema inanionyesha tu mimi nasikia vibaya. Yaani nikiona watu, nikikaa na watu mimi nasikia tu siko na amani. My friends, sio kuna shida. And when you have problems, you don't run away from church. You run to the church. This is the solution center. Jesus is here to heal you, to solve your problems. Yesu ako hapa. Sasa shida ikitokea si kukimbia na wewe ukaa kwa nyumba. You're knocked down. The Bible says so in 2 Corinthians 4 verse 9. You get knocked down and you stay there. The Bible says you get knocked down and you wake up and you keep moving. Unasema pastor aliyeniombea wokovu mwaka wa 2000 nilipokuja Rongai alinikwasa. Na mimi mambo ya kanisa kutoka siku hiyo nikasema mimi na kanisa na mkutane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mko namna gani? Ushuhuda peji mbili. Lakini kanisa mimi na kanisa simamisha. Mtu inawezekana aje mtu aliombea mimi wokovu ananikwaza moyo. Na hiyo happened 20 years ago. Like that lady woman Jenny. She died in 2 years. And for 50 years amekaa akisema my sister alininyima pesa ya kununulia kiatu. Alininyima pesa ya kununulia kiatu. 50 years. 50 years ni miaka nyingi my friend. Miaka 50 miaka mingi utembea na uchungu na unforgiveness. You need to let it go. I say you need to let things go. Na uachie Mungu. God knows how to handle these issues. Na ukijua hivyo utakaa na watu. Me I don't know, I've learned so much about kuavoid vitu ya kuleta mvutano. Ukisema hii kitabu ni yako na uanze kuleta vita, mimi nitakupatia. Uende ukasome hizo notes. Na neno lingine nianze kuandika zingine. Sio ati tuanze kujibijania hapa ati wewe utajua mimi vile maandiko yanatuambia hapa. Hiyo maandiko tumesoma Romans. Kwamba kwa hiyo mstari Romans 12:20. Verse 20. Therefore, if your enemy anger, feed him. If he thirst, give him drink. Sasa hapo ndio watu walikuwa wanasema, mchungaji hiyo ndio nataka hiyo verse 20 peke yake hiyo. Hiyo nyingine ni sawa, lakini verse 20 hapo ndio nataka explanation. Yaani adui yangu akiwa na njaa nimpatie chakula. Adui yangu akiwa ana kiu nimnyweshe. Nieleze hapo. Ndio nasema ndio hivyo maandiko yanasema. As a child of God. As long as you are not carrying grudge in you. Yeah. Feed them. Maana ukifanya hivyo ni kama kuendelea makaa katika kichwa chako. Anakuambia mimi watu wakamba hivyo. Verse 21. Romans 18:21. Romans 12:21.
be not overcome of evil. In other words, don't meet evil with evil. Yani usilipishe ubaya na ubaya. But overcome evil with good. That tells me I've changed, I have a new nature in me. Niko na maumbile tofauti ndani yangu. I possess a divine nature. How many say today I possess the divine nature of God? Mimi niko na maumbile ya kiungu ndani yangu. 2 Peter 1 verse 3 to 8. The divine nature of God. Tabia za Mungu. And God is love. God is a forgiving God. So if you possess the very nature of God in you, as a child of God, you need to be forgiving. This is the day. Ninapomalizia hapo, tunaweka tu koma. Maana haya ni maisha, mafundisho ya maisha ya sasa ambao tunaishi. And we need to remind ourselves over and over time. Tunaweka tu koma na kuombea kitu kimoja leo. You need to make a choice. You are either walking in love or you are either walking in bitterness. You can not tell me, Pastor, you know, I'm walking in love, bitterness, I'm walking in a mix. It does not happen. Then natembea in the mix of love and sangine ujumbo, lakini nako na upendo. Mimi napenda Mungu. I'm telling you, choose today. Begin to walk in love. Begin to walk in forgiveness. And let God heal. Wacha Mungu alete uzima na uponyaji. Let God heal your hearts. I say, let God heal your hearts. Can we all stand up and declare this healing of our lives? Let God heal you. This is my prayer. Psalm 147:3. Yule anayeponya mioyo iliyopondeka na yule anayekaza vidonda. Kama kuna kidonda katika moyo, yani kidonda ilikugonga, umejaribu kuweka bandage ya denial, kukataa kwamba umeumia. 1:9 Psalms. God knows, amekuchunguza na amekujua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuchunguza. Tusimame wote kwa jina la Yesu Kristo. Na amekujua, anajua moyo wako. Anajua unapoamka, unapolala. He knows your heart. Now, unaweza kufunika macho useme, you cannot hide your head, bury your head on the sand and say, oh, everything pastor is okay. I have people who are going to go, good morning, good morning. Then, but kuna hii kitu na hii ambao si sawa. But we cosmetic everything. Huh? We cosmetic even our hearts. Tunapamba mioyo. Tuna apply makeups. I see how ladies here applied makeups and ukianzia hapa na wengine. Yaani uonekane safi, sio? Lakini usiku ugenawa uso. Sasa ukutane wewe unasema ile wewe. And people are trying to do that in their spiritual lives. They are trying to cosmetic even their hearts. Kila kitu basi ni mzuri. Na mkiachana maana basi ameenda. Wote pasa anakuja kwako kama umekwambia. Wasikia ndio huyo. Na mtoto anakimbia anasema ni pastor. Na saa hiyo hapo environment ilikuwa atmosphere ni mbaya. Ya vita. Lakini anakuambia anakuja saa 8, you make it to everything is okay. The nyumba iko neat. Na thermos iko chai ya mtumishi. Yaani unapanga kila kitu imepangwa. But sometimes we also forget that we cosmetic our hearts na vitu kama hizo. Tunaumia ndio mioyoni na tunakataa kukubali kwamba tunaumia. Na huku Mungu anasema I have searched you na nimekujua. He knows. Ukipita itakusaidia na nini? Toa, mwambie Mungu kabisa. Mzee ameniumiza moyo pia. Huyu mbibi usema
Kama Adamu anaulizwa what happened? Ni huyu nilipatia. Huyu amepata. Yaani tunapeana blames. Ni huyu, sio mimi na matunda nini? Huyu mke unipata ndiye ameleta hii kitu. Hallelujah. This is my prayer for you. Ya kwamba we will mature. We will come to this level. Kama ulikuwa hapa chini, I pray God akulete hapa katika kutembea kwa msamaha. Na kama ulikuwa hapa, Mungu akulete hapa uanze kutembea katika msamaha. You begin to see blessings. Kuna vitu nyingi, kuna breakthroughs zako nyingi zimefungwa kwa sababu ya hiyo kitu kimoja. Kutusamehe. Bitterness. Inazuia baraka. Breakthrough na maombi hakuna. It's like mzee na mama wamekosana. Yaani mambo atmosphere ni mbaya. Alafu wanamwambia leta mkono tuamini Mungu. Leta mkono tuamini. Wewe unafikiri Mungu anashuka aje? Two can never work together unless they agree. Na maandiko pale inafanya kazi watu wawili ni kwamba Matthew 18:19. If two of you shall agree on earth, mimi na mke wangu tumeshikamana tumeomba kuhusu kitu, Mungu anasema atafanya. Lakini unaambia atmosphere ni mbaya. Kitabu ya kusomea we got married in 2005 November 5th. Na kana mwambia unakumbuka hata kabla ya harusi tarehe 5 ya November 2005. Sasa hivi tuko 2021. Sio unaona vile hata ulikuwa unafanyia your mother in law my mother. Hiyo tabia ndio bado umeleta wapi? Na hiyo na almost 16 years. Alafu namwambia leta mkono tuamini Mungu. Mungu atachuka hapa. Waache kujifanya. Na watu wengi wanaomba maombi ifanye kazi. Kujifanya. Sasa Mungu anashuka hapa leo. Mungu anatembea hapa. Na unaomba maombi kama wewe ni mtumishi, umeacha asubuhi umechapa bibi. Alafu ni ndimi na mpipi asubuhi alikuwa na makofi. Ndimi. Unasema Mungu anaenda kushuka, ashuki. Wacha nakwambia, ashuki. Kwa environment kama hiyo. Hakuna kitu kibaya kama kuomba maombi. Na hata moyo wako, wewe unajifanya, moyo wako unajua hiyo maombi haifanye kazi. Lakini unajikata, unasema Mungu atashuka. Na unajua kule bibi asubuhi kofi. Kama mmoja baada ya siasa anasema nitamweka kofi ikangolewa hospitali. Kama itasitaka hapo. Na hiyo ni kazi. Wewe imagine ukiambia bibi yako namna hiyo, alafu unamwambia leta mkono. Mungu anatutembelea leo. Hakuna. We need peace everywhere. We need peace everywhere. Na kuna watu wakasirika waongeani. Anakaa tu. Umeuza habari. Unafikiri unapona? Fungua moyo. Fungua moyo. Mungu anakujua. Basi anaweza kwanza kujua lakini Mungu anajua. Ndio? Na kama mambo si sawa mama ama mzee. Unajua anyway mama ndio wengi wanakuja mashauri wanataka hii. Wazee wanakaa ngumu lakini wanaumia. Wako tu mwaka unakwisha hawezi seek advice. Kwa sababu ataonekana kama wiki. Sio hiyo. Shuka Mungu akuinue. Sumuza moyo upone. Sio unasema unajua sasa sisi tunachikaza miaka 2, miaka 3. Lakini kwa sababu wazee wangu mambo kama sisi sawa kuja tuongee. This
pastor mimi pamoja na mimi hii kitu si sawa. Mungu anaelewa. Lakini unajua wanaume wastahili kuonekana machozi. Machozi yao wanamesa. Hiyo ndio inaleta pressure. Na nachangia magonjwa. Lilia Mungu. Ati worship wewe fanya ulili. Worship. Wewe uko tu. Hata kuinua mkono mwambie Mungu asante. Haya wewe uko tu. Wazee wanastahili kukushika. Yaani lazima uonyeshane heshima. Kwa mbele ya Mungu hiyo hakuna. Na wewe chini na mambo. Mungu atusaidie. Kuanzia nyumbani pale. Waje nikwambie kama mimi nakaa vibaya na madamu hapa. Ati tunakosa unafikiri najua ananiombea ninapohubiri. Wewe niambie kama asubuhi nimeweka yeye kofi kama hiyo ya kumwao hospitali. Alafu ni baba nikijitocha. Nikijitocha Mungu wako. Ola. Hawezi. Tukujifanya tu. Hata umekosana nasema mimi ndio nimeitwa. Ndio atajua mimi ndio nimeitwa. Ndio wewe ndio umeitwa lakini kuna mambo si sawa. Kuna mtu amekataa wito. So Mungu atusaidie. Ili hata tunapoinua mikono Mungu anashuka. Yeah. Me I love it when we pray with my wife and my children na tunaona Mungu amejibu maombi. It works. It works. And for those years tumekuwa na my wife have never beaten her. Never thought of beating. Na kuna wengine beating ni Jumamosi usiku. Na kesho ni ibada. Kwa nini makoti haijapigwa pasi? Kwa nyumba hii analipa stima. Ni nini hakuna? Ukiwa jirani yako unashangaa ni kwa mjeshi ama ni kwa pastor. We need to reflect God. From our family, our marriage, to our children, to the church. Yeah. Hii bali sio ni cosmetic. Preacher, sasa wewe uko na shida kwa ndoa. Unachapa bibi, unatandika mke, na unaenda kuhubiri. Tengeneza mambo kwanza. Sijasema hujaitwa, lakini tengeneza mambo kwanza. Hakuna vile utachapa bibi na unamwambia kukuja mama autoe shuhuda. Testify. Unataka testify about what? About the beating? We need to be open to God. If something is not okay, just tell God this is not okay. Give me grace to so that we can solve this. Now we talk this something. We say, when we talk about conflict management, tunasema kwamba katika maisha, as long as there are 3 people, conflict itakuwa. Na shida sio conflict. Shida ni tutatatua aje hiyo conflict. Marriage itakuja. Even those who are about to get married, conflict itakuja. Niko neema. Uliza sasa hivi vile mtu gani amesema ndio kila kitu sawa. Oh my sweetheart umefika. Kazi inakuaje? Kuna wakati mwingine unasikia? Kuna wakati mwingine inakuwa silent. Lakini sasa maturity yako ya kiroho ndio itadetermine utafanya aje. Yeah. Na ukiniambia amkosani na mke na bwana kwa nyumba, nitakwambia mnafanya nini huko? Mnafanya nini huko rogai? Hayo kwa mnaenda bibi. Mbona mnaenda kitabu? Na watoto nini? But the issue is how do you solve those problems when they come? Now that's determined by your maturity. Yeah, kuna wengine wanajua kusolve na hii. Na hii. Na kuna wengine maturity sasa ya kweli nakwambia. Rudi kwa maandiko. Yanasema Yesu alisamehe, kwa hivyo tusameheane sisi. James anatuambia mstari wa chapter 5. Tuombeane sisi kwa sisi
ili tuweze kupona. Unasoma wapi unaona? Siku naona hiyo kwa Biblia na unarudi Psalms 119 verse 18. Open my eyes to see the wonderful things in your word. Unaona forgiveness. Lakini umesema sasa leo ndio mtajua mimi ndio mzee wa hii nyumba. Kwani kuna mtu mwingine amekuwa mzee wa hii nyumba? Unajua maneno mengine nashangaa watu wakiongea. Mtajua mimi ndio mzee wa hapa. Kuna mwingine anakuja kureplace. Hiyo ni vitu vya kwanga ya kutisha. Na mama hawajeni kutishwa na vitu kama hiyo. Hakuna mtu mwingine kwa nyumba ni yeye huyo. Kwa hivyo leo wasitia ati mnajua ndio yeye. Ani kujichoja tu wazee wako. Wewe ndio mzee hapo. Ni hasira imepanda, wewe tulia. Na usifanye mambo ati uko na hasira. Unaanza ku regret. Hata kama ningalijua. Usiishie maisha. Tulia. Has God directions. Na hakuna Mungu siku moja atakufail. Yes. That's what I know. Mambo hata ukinuna. Unajua tunamalizia about forgiveness. Tunaongea sasa na mwisho. Hata ukinuna kutoka asubuhi mpaka usiku. Bado utapika. Ndio? Yes. Hata kama utapika kama unanu. Na ukipika mbaya vitu ukichanganya kitunguu inaungua, mafuta umeweka mingi, utaambiwa tu. So relax. Naongea na mama hapa na wazee na jana mama wa get married. Things change. Things are not it's not honeymoon. Honeymoon itaisha na basi maisha sasa tu real life ingie. Yaanze upata ndio huyo mbibi, mtoto ndio amekuja. Sasa kama uliishi maisha fake. Sasa utaanza kudhihirisha. Be yourself. Tell God your heart. Mimi unajua mimi nakuanga na chuki mbaya. Chuki na chukianga sana watu. Nisaidie Mungu. Kwa kama wale watu waliingia kwa hekalu wawili. Na mmoja akasimama pale nyuma, akaanza kusema, "Mungu, mimi si kama huyo. Huyu anakukoseanga. Ni mbaya mwizi. Lakini mimi nakutolea fungu." Hiyo ni self righteousness. Na huyo jamaa naye akaingia akaenda akapiga magoti akamwambia Mungu, unajua moyo wangu, nisamehe. Maandiko yanasema hao watu wawili waliotoka pale, ule mtu alimjika moyo, Mungu alimjibu. Kwa hiyo acha kuangalia, Mungu unaona hawa? Wewe jione. Si wakati. Isaiah aliishi kusema, "Woe unto you." Chapter 1. Chapter 2, "Woe unto you." Chapter 3, "Woe unto you." Chapter 4, "Woe unto you." 5, "Woe unto you." 6. Ilipofika hapo ndio turning point. Malaika akashuka, akamguza yeye na ulimi, makaa ya moto kwa ulimi. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa shida. Sasa baada hiyo akasema, "Woe unto me." Ole wangu mimi. Sasa sio ole wenu. Ole wangu mimi. Nimekuwa mtu wa midomo michafu, naongea vitu ambavyo stahili. Hata zui chapter 1 mpaka chapter 5 ameprophesy kuhusu nini? Kwa sababu alikuwa na prophesy kitu yake. Ole wewe. Ole wewe. Sasa Mungu alipodini na moyo wake akasema, "Ole wangu." Siufike hapo. Useme Mungu tazama moyo. Mungu amekuchunguza na anaona moyo wako. Hata ukivija pastor, anajua. Mungu anajua. Ndio. Anajua. Zamani nilikuwa naona hata mzee, my father is not here with us, but wanakosana mama. Unajua wakati watu wanatandikwa. Usiku. Lakini asubuhi mama kwa sawa ameomba usola mpaka mafuta anapika chai. As if nothing. Kwa sababu aliambiwa hiyo ndio utajua sasa vile ndoa ina. Lazima ukue katika mambo ya ndoa. Utachapo ndio ukomae. That was a wrong education. Love is what means is everything. Na foundation msingi ni upendo. Upendo. Na upendo au hesabu mbaya.
Upendo uvumilia. Hata kama mnakaa kwa single, upendo unavumilia, Mungu anawabariki pamoja. Amen. Siweze kutisha mzee, umwambie tumekaa single miaka 2. Mimi kama utupeleke 1 bedroom mimi nakuacha. Nakuacha. Unamtisha. Na Mungu ana watoto 5. Unamtisha kumwacha hadi kwa sababu anakupeleka 1 bedroom. Omba Mungu pamoja, shikamana, Mungu atawapeleka hapa. Tuache vitisho vya maisha. Hallelujah. Nimeongea na moyo wako. Na Mungu si anajua. Moyo wako. Tukuze upendo katika jamii. Katika maisha yetu. Let's walk in love. Let's walk in forgiveness. Mungu anatusaidia. Kuna vitu nyingi zitaanza kufungua katika maisha. Last week I talked to somebody ambaye amewatch hii video. Nimekuwa nikifundisha about forgiveness. Na akawatch and she had a lot of difficulty in forgiving. Na siku hiyo alipoachilia yule mtu alikuwa amemuumiza moyo. Alipomwachilia the same day, mtu aliyekaa na pesa yake kwa muda mwingi ndio alimuitia hiyo pesa. Amen. Na akachukua pesa na akaanzisha kazi. Naongea na mtu ambaye aliangalia hii about forgiveness. Na akamsamehe. Kumbe forgiveness ilifungua mlango. Na kuna vitu zimezoea watu wako wanatembea wamefunga mshipi, umereduce mpaka umeweka waist ya 20. Kwa sababu kubebana watu. Wasema hapana, hiyo njia sipitangi. Kuna mzee anakaa hapo, huyo mambo yake mimi sitaki. Ukipita pale mbele road hapo, kwani utapitia kwa hayo? Forgive people. Live in peace with people. And let things go. God will manifest in your lives. Lift up your hands as we pray. And those who are watching this, I also pray that you pray with just thank God today because of hearing this word. The root of bitterness, God to root it out. Mungu ang'oe mizizi yote ya uchungu. Shina la uchungu Mungu litoke katika mioyo ya watu wake. Katika jina la Yesu Kristo. Na watu wa Mungu wasaidike kutoka leo. Kuwa na kufunguliwa. Deliverance ya kweli itokee katika mioyo ya watu wako mchana wa leo. In the mighty name of Jesus Christ. Bwana anafungua. Mbingu zikafunguke. Baraka zikafunguke. Milango ifunguke. Watoto wako wanapoanza kutembea katika msamaha. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uponyaji wa mwili, kiroho, nafsi, body, soul and spirit. Healing come in the name of Jesus Christ. Let your people free in the name of Jesus Christ. Lord, I pray for grace. Ya kwamba neno linatuambia Hebrews 12:14-15. Ya kwamba neema hii isitupungukie. Maisha yetu yajawa na neema yako. Let us, Lord, walk in the grace. In the favor of God. Ile shina la uchungu lisije likachipuka ndani yetu. Tupe neema. Fungua kinywa chako kumwambia Mungu akupe neema, kujaze neema maisha yako. Let grace, let God fill you with grace. Let God fill your life with grace. In the name of Jesus. Ukijawa na neema hii, hakuna kitu ambao uweze kosa kufanya. Asubuhi tulisoma maandiko about the grace. Is it asubuhi about what grace can do? The grace of God has taught us all things, has taught us to say no to all ungodly things. The grace of God. That's all we need in our lives, in our families, in our marriages, in every area of life. We need the grace of God. Let it be sufficient upon your life. Neema za Mungu zikutoshe, zitosheleze maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Lord, we give you praise and we give you glory. Thank you for the teaching on forgiveness and walking in forgiveness. Forgiveness is our lifestyle. That's what we choose, and I choose to walk in my freedom. In the name of Jesus. Bless your children. Bless those who are watching this online, and bless their families. Heal the sick. Save those who are in bondage. Deliver them from every captivity in the name of Jesus. And bless your people. We are blessed. I say we are blessed. In the mighty name of Jesus. We are walking out blessed of God. In the mighty name of Jesus. Freedom from bitterness. Freedom from
of Jesus. Lord, we give you praise. Mpatie Bwana sifa zote. Maana Mungu ametenda. Mchana wa leo katika jina la Yesu. Your life will never be the same. I say your life will never be the same. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Children of God, let's choose to walk in forgiveness. In Jesus' name. The Lord bless you. From here we say God bless you. In Jesus' name. Amen and amen.